Pamoja na nafasi ya kiraia kupunguzwa na sasa kuorodheshwa kama iliyokandamizwa na usimamizi wa serikali ukizidi kulegea, makundi ya kutetea haki za raia yanasema nchi iko katika mwelekeo hatari wa kuporomoka. Atrocities, the police excesses, parliament has no say, public finance theft. The opposite is about to be at the National Assembly. So, although this is supposed to be part of the plan towards winning the 2027 elections, it's also a scheme to cushion the government against accountability for the time being. Uhuru wa kujieleza pia umedhoofika kwa kiwango kikubwa nchini. The issues of education or of society, I think that is where now the rubber meets the road. We must start thinking very deep whether the government is really convinced that our people should be allowed to learn so deeply, to engage with issues that affect them on their day-to-day life. Utafiti wa hivi karibuni wa Infotrack unaonyesha kuwa 83% ya Wakenya wanaamini kuwa nchi inapelekea pabaya, huku idhini ya Rais Ruto ikisimama kwa 19% pekee, kiashiria cha hasira ya wananchi. The country is too politically charged for a country that is to go through an election in 2027. The fact that we're already seeing public rallies and political events causing harm and violence toward the public. Ripoti hiyo inatuhumu serikali kwa kuweka mamlaka mbele ya maslahi ya wananchi, ikionyesha kuanguka kwa sekta ya elimu, ufisadi katika afya na hatari ya kufukuzwa kwa wananchi kutoka kwa makazi yao kupitia sera tata za makazi. Who is this so keen to see the poor lose their homes? Kenyans have until next week Tuesday to submit memoranda to the Senate opposing this amendment. Muungano wa mashirika ya haki za kibinadamu sasa unatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru, mageuzi ya kisheria na kushtakiwa kwa maafisa wote wa serikali waliotajwa kuhusika na ukiukaji wa haki. Okay, asanteni sana. Eunice Omolo, Runinga K24, Nairobi.